Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Machi 22, wema wa Yesu usio na kifani. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Isaya 50 mstari wa 4. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunakushukuru kwa kutuamsha salama. Tunapojifunza yale maandiko yako matakatifu, tufundishe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kama umande na mvua inaposhuka juu ya mmea unaonyauka, hivyo ruhusu maneno yashuke kwa utulivu tunapotafuta kuwaongoa watu kutoka kwenye makosa. Mpango wa Mungu unapaswa kufikia moyo kwanza. Tunapaswa kuongea ukweli kwa upendo, tukimwamini yeye kulipatia nguvu kwa ajili ya ubadilishaji wa maisha. Roho Mtakatifu atatumia nafsini neno ambalo lilinenwa kwa upendo. Kwa kawaida tu wa binafsi na wenye kupenda maoni yetu. Lakini tukijifunza masomo ambayo Yesu anatamani kutufundisha, tunakuwa washirika wa asili yake. Kuanzia hapo tunaishi maisha yake. Mfano wa ajabu wa Kristo, huruma isiyo na kifani ambayo kwayo yeye aliingia katika hisia za wengine, akilia pamoja na wale waliolia, akifurahi pamoja na wale waliofurahi, lazima iwe na ushawishi wa kina juu ya tabia ya wote wanaomfuata kwa uaminifu. Kwa maneno na matendo ya huruma, watajaribu kuifanya njia kuwa rahisi kwa miguu iliyochoka. Kote kutuzunguka kuna watu wanaoteseka. Hapa na pale, kila mahali, tunaweza kuwaona. Hebu na tuwafuate hawa wanaoteseka na kuwaambia neno kwa wakati ufaao, ili kuifariji mioyo yao. Hebu daima tuwe mikondo ambayo kwayo kutatiririka maji ya huruma ya burudishayo. Katika jumuiya zetu zote, inapaswa kukumbukwa kwamba katika uzoefu wa wengine kuna sura zimefungwa zisionekane kwa macho ya kibinadamu. Kwenye kurasa za kumbukumbu kuna historia za kuhuzunisha ambazo zinalindwa kwa uzuri toka kwenye macho ya utafiti. Hapo kuna mapambano marefu, magumu na hali ngumu. Huenda ni matatizo katika maisha ya nyumbani ambayo siku baada ya siku hudhoofisha ujasiri, matumaini na imani. Wale wanaopigana vita vya maisha katika hali ngumu sana wanaweza kuimarishwa na kutiwa moyo na uangalifu mdogo unaogharimu tu jitihada yenye upendo. Kwa watu kama hao, kushikwa mkono kwa nguvu na msaada wa rafiki wa kweli kuna thamani zaidi kuliko dhahabu au fedha. Maneno ya wema yanakaribishwa kama tabasamu la malaika. Kuna watu wengi wanasumbuliwa na umaskini, wakilazimika kufanya kazi ngumu kwa mshahara mdogo na kuweza kupata lakini mahitaji duni ya maisha. Kazi ya taabu na kudhoofisha, wakiwa hawana tumaini kwa mambo mema, kufanya mzigo wao kuwa mzito sana. Wakati maumivu na ugonjwa vinapoongezwa, mzigo unakaribia kuwa usiochukulika. Wakiwa wamechoka na kulemewa, hawajui mahali pa kugeukia ili kupata auheni. Wahurumie katika majaribu yao, maumivu yao ya moyo na kukatishwa tamaa kwao. Hili litafungua njia kwa wewe kuwasaidia. Waambie kuhusu ahadi za Mungu,
Omba nao na kwa ajili yao, wahuishe kwa matumaini. Maneno ya furaha na kutia moyo yanaposemwa wakati roho inaumwa na mapigo ya ujasiri yanapokuwa chini, haya yanachukuliwa na Mwokozi kana kwamba yanasemwa kwake mwenyewe. Mioyo inapofanywa kufurahi, malaika wa mbinguni wanaangalia katika utambuzi wa furaha. Utasoma katika The Ministry of Healing, ukurasa wa 157 hadi ukurasa wa 159. Huu ni mwisho wa somo letu la Machi 22, wema wa Yesu usio kifani. Na tuombe. Asante Baba kwa wema wako katika maisha yetu. Ni wema usio na kifani. Tusaidie tuweze kukuelewa, tukuweze kuyaishi yale mapenzi yako, na tuzidi kufahamu wema wako kwetu. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya.